Karibu mpenzi mtazamaji katika sehemu ya pili ya Kahawa au Chai, sehemu ya pili, meza ya majadiliano. Leo tena katika nafasi hii tuna jambo zuri tu la kuzungumzia. Mada yetu kubwa ni athari za kisaikolojia kwa watoto katika majanga. Na bila shaka mada hii imefika wakati mwafaka kabisa, ambayo ni vyema tukaizungumzia na itaweza kuwasaidia wengi kipindi hiki. Na leo hii basi ninaye mgeni wangu hapa ambaye si mwingine ni mkurugenzi wa shule huria Yoshua Open School ambaye ipo ndani ya chuo cha utalii kampasi ya Temeke, ambaye si mwingine ni ndugu au mwalimu Robert Mwakasoke. Yeye pia ni msaikolojia, atatupasha mengi, atatusaidia mengi katika wakati huu. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu, asante sana. Bila shaka naona upo wenzetu na afya njema sana. Ndugu yangu Nchimbi, na wewe nakuona una afya njema na tunafurahi, tunamshukuru Mungu. Kwa sababu tukiwaona nyinyi wana saikolojia tunajua kwamba na sisi tunapona kwa namna moja au nyingine. Hasa kipindi ambacho tumetoka hiki, nyinyi tukiwaona ni watu wa kuwakimbilia. Na kwa sababu hiyo hatuhitaji kuwa na huzuni. Maana ukiwa na huzuni na mtu anakukimbilia mwenye huzuni, hawezi akaeleza shida yake vizuri. Kwa hata kama una huzuni ndani, unapaswa tu kukaa nao ndani ili yule anayekuja kwako ili apone akukute huko kwenye utimamu, lakini pia na furaha ya kutosha kabisa. Sawa sawa. Basi kipindi hiki pamoja na kwamba mimi pia naweza kuona kitu fulani, naweza kuhisi kitu fulani, lakini wakati mwingine tunafundishwa tuwe na upendo zaidi kwa wenzetu. Kipindi hiki nikaangalia watoto, nikasema pengine watoto wanahitaji msaada mkubwa zaidi kuliko hata watu wazima. Kwa hiyo nikasema tuzungumzie juu ya hawa watoto, hasa athari ambazo wanazipata kisaikolojia na hasa katika majanga mbalimbali. Na kwa kuwa wewe ni mwanasaikolojia, basi ni vyema tukazungumzia kidogo na kuona namna gani tunaweza tukawasaidia watoto. Na kwa kwanza tu hivi, tunapozungumzia saikolojia ya watoto, tunaweza kuzungumzia watoto wa kuanzia umri gani tunawagusa? Maana wanasema mtoto akiwa mdogo kabisa yeye hana mawazo wala hana nini, hana mawana mtu. Sasa tunapozungumzia mtoto na saikolojia, tunaweza kumzungumzia mtoto wa kuanzia umri gani? Nikushukuru sana ndugu yangu Nchimbi, na nianze tu labda kwa kujitambulisha vizuri, maana majina yetu sisi nyanda za juu kusini huko yana shida kidogo. Kwa majina naitwa mwalimu lakini pia msaikolojia Robert Mwambonja. Mimi ni mkurugenzi wa shule ya sekondari huria inaitwa Yoshua Open School ambayo inafanya shughuli zake ndani ya chuo cha taifa cha utalii kampasi ya Temeke. Umefanya jema ndugu yangu, kwa sababu tunapozungumza habari sisi ya majanga hasa kwa watoto, pia umewalenga watu ambao kwa namna moja ama nyingine hawawezi kujisaidia sana kuliko wale ambao ni watu wazima ama vijana. Huyu mtoto anahitaji wale wanaomsimamia ndio wamsaidie zaidi kuliko yeye mwenyewe, hasa linapokuja swala la kwenye ubongo ama swala la kwenye akili yake. Kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yeye anayafanya, anaweza akahisi kwamba anayafanya kwa sababu tu yamekuja yenyewe, kumbe kuna janga ameripitia ambalo limesababisha hayo yote ambayo anayafanya. Na tunasema hii mada sijui ulichaguaje ndugu yangu, maana imekuja sehemu ambayo tumetoka kwenye janga kubwa sana ambalo Watanzania walio wengi, sio tu hao watoto, Watanzania wale ambao sasa yawezekana wana umri wa miaka 90 na kuendelea, wamezaliwa miaka hiyo tangia uhuru, hawajawahi kushuhudia mambo kama haya yakiwa yanatokea ndani kwao. Wanasikia tu yakitokea sehemu zingine za nchi za watu wengine, wanaamini kwamba yawezekana huko watu hao sio binadamu, labda ni watu ambao wanatenda haya kwa sababu ya 1, 2, 3. Sasa kuona kwamba linakuja kutokea ndani ya nchi yake, kama mtu mzima ama kijana anaweza kufadhaika, je, kwa huyu mtoto inakuwaje, hasa kwenye akili yake? Manake huyu ndiye tunategemea kwamba akili yake bado ni changa, inakwenda mbele zaidi. Lakini pia umeuliza kwamba sasa ni watoto wa namna gani ambao tunaweza hasa tukawa tunawazungumzia sana, umri upi ambao wanaweza wakapata athari kubwa, kwa sababu wako watu wale wa umri 0 ambao wao kazi yao ni kulala na kunyonya,
wale mara nyingi sana hata hawaelewi kinachoendelea duniani. Hata ukiwauliza kwamba wewe ni wa kike au wa kiume, anaweza akakuuliza mimi ni wa kiume. Ukimuuliza huko darasa la ngapi, kama anaweza kusema, wengi wanasema la 7, wengine la 5, lakini ana miaka 3 na miaka 4. Hiyo inaashiria kwamba akili yake bado haijaanza kuwa na utambuzi, kwa haelewi chochote kinachoendelea. Mtoto kama huyu hata akifiwa na mzazi ama akafiwa na mtu wa jirani, wakati watu wanalia kwenye msiba, yeye atakuwa anacheza na kucheka, kwa sababu haelewi nini kinatokea na nini kinaendelea. Kwa hapa tunaweza tukaanza kuangalia watoto, hem, tuchukue kuanzia miaka 6 ambao anaanza huyu darasa la kwanza. Kwa mujibu wa mtaala wetu wa elimu, sasa hivi mtoto akiwa na miaka 6 basi aanze darasa la kwanza. Tumchukue kuanzia hapo tuende nao mpaka miaka 13 au 14 ambapo ameshamaliza darasa la 6 ama darasa la 7. Hapo tunaweza tukamuona huyu mtoto ambaye moja, anajua maana ya kuwa na ulinzi, aidha wa mzazi ama wa vyombo vya dola ama wa nchi yake. Anajua namna ambavyo jambo lolote likimtokea anaweza akaathirika yeye, lakini pia hata masomo yake pia yakaathirika, kwa sababu umri huo wa mtoto tumaini pekee liko kwenye elimu, kwa sababu kila mtu anasema sasa huyu aende kwenye elimu, aende kwenye elimu. Lakini pia tumaini la pili liko kwa wazazi wake ama wale watu walio jirani na yeye, wawe ni walezi, wawe ni wazazi, lakini na watu wengine. Lakini pia watoto hawa kwa janga letu ambalo limetokea kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi, ni jambo ambalo limewaathiri moja kwa moja. Sasa athari zake pia zimegawanyika. Japokuwa tumechukua umri 6 mpaka miaka 13 ama 14, athari zake pia zimegawanyika. Kuna yule mtu ambaye yeye amesikia, hajashuhudia lile tukio akawa ameliona live hivi, amesikia, huyu uponyaji wake ni wa haraka. Lakini kuna yule ambaye aidha, kwa sababu kuna watoto pia waliokufa, yaani mbali na watu wazima waliokufa, wako watoto wadogo ambao wamekufa. Sasa mtoto mdogo yoyote ukimuuliza hawezi kufa, kwa sababu anajua umri wa kufa huwa anakufa mzee. Kwa akiona mtoto wa umri wa miaka 10, 12, 6, 7 anakufa, kwake inaleta jambo kubwa sana kwenye kichwa chake, kwa sababu haamini kabisa kwamba umri huo mtoto anaweza akafa. Lakini pia tuwachukulie wale watoto ambao wameshuhudia kwa macho yao wazazi wao wakianguka mbele yao. Kwa kumbe tutawagawanya pia. Kuna mtu ambaye yeye alikuwa anasikia tu labda mabomu na kelele za risasi ambazo hajawahi zisikia, na yawezekana alikuwa anajua labda watu wanapiga vileve, kwa sababu kuna jamii zingine wana ile midundiko, kuna jamii zingine wanaita videbe, wanapiga watu wakiwa na kelele. Yawezekana alihisi hayo kwamba hizi kelele, yawezekana kuna watu wana shughuli mara fulani. Maana tu tumezoea hivyo Tanzania. Hatujazoea kelele za risasi, kelele za bomu zikiwa ni za bomu halisi. Ndio maana watu pia wakawa wanatutania kwamba Mtanzania linaweza bomu likapigwa, badala ya kukimbia yeye akawa anakimbia kwenda kuliangalia wapi limetua. Kwa nini? Kwa sababu hayo mambo kwake hayajui kabisa. Ni tofauti kabisa na wale watoto ambao wako nchi ambazo zinashuhudia risasi kila kuitwapo leo. Sasa ndugu yangu Nchimbi, umeongea sasa na kuuliza kwamba tuwachukue miaka mingapi. Nadhani tuwachukue miaka 6 kwenda mpaka miaka 13. Naam. Naam, pamoja na hayo sema fani umegusia juu ya kama hizo vurugu, watoto pengine kushia vurugu. Naam. Zinawatia kama hofu, wasiwasi, wanapata emotions fulani. Na pia kipindi hiki ambacho cha vurugu, mara nyingi watoto pia wanashuhudia ukatili. Ukatili wa aina mbalimbali. Aidha kwa kuona yeye mwenyewe, lakini wengine kwa kusikia. Sasa hayo yote ni changamoto kwa mtoto. Na sisi tunataka sasa hivi pengine nyinyi wana saikolojia mtusaidie namna gani tunaweza tukawatibu, tukawarudisha watoto hawa katika hali yao ya kawaida. Tukianza na hali ambayo imejitokeza hapa nchini, Watanzania wengi wanajua, wazazi wamesikia, wameshuhudia. Wafanye nini sasa kuwasaidia watoto ambao sasa hivi wameathirika kisaikolojia, au wakati mwingine anasema afya ya akili haijakaa vizuri kama vile ilivyokuwa mwanzo. Karibu sana. Asante ndugu yangu Nchimbi. Na kabla hatujafika sehemu ya wafanye nini,
Nadhani tuone kwanza wameathirika kwa namna gani kisaikolojia. Na ni kwa kifupi kabisa tuone ni upande upi wa ubongo, kwa sababu upande wa ubongo wetu ulivyo umegawanyika kama namna unavyogawanya vyumba nyumbani. Na kila chumba kina kazi yake maalum. Kule nyumbani kuna chumba cha baba, kuna chumba cha watoto, kuna chumba cha wageni. Ndivyo ubongo pia ulivyo. Sasa hawa wanakwenda kuathirika pati ipi ya ubongo? Lakini pia je, haya madhara yanakuja kwenye miili yao ama yanaendelea kubaki tu kwenye akili zao na kwenye mioyo yao? Na kabla sijaenda mbali, ndugu yangu ambaye unatutizama, tunapozungumza habari ya saikolojia na jambo lolote ambalo ni janga, sisi tunaliita ni ukatili kwa watoto. Kwa hata hili lililotokea kwa namna moja ama nyingine limewakosesha utulivu watoto wa kuweza kuwaza vyema, ya kuweza kujua kesho nitafanya nini na nitaenda wapi. Sasa namna ambavyo unaukosesha ubongo namna ya kuwaza kwa namna iliyo njema kama mtoto, sisi tunasema ni ukatili huo. Kwa huu ni ukatili kama ukatili mwingine ambao aidha watu ama jamii zinaufanya kwa watoto. Sasa hili jambo ambalo limetokea, moja la hizi kelele za mabomu na kelele za risasi, moja kwa moja linapelekea kitu tunaita trauma kwenye kichwa kwa lugha ya kitaalamu, lakini pia tunaweza tukaita kiwewe. Kiwewe kwa Kiswahili. Kiwewe kwa Kiswahili kilicho kizuri kama sijakosea. Sasa hiki kiwewe kinatokea ghafla na madhara yake yanatokea, ama tunaweza tukasema na yenye yamejitenga. Je, ni jambo ambalo ni endelevu kwa mtoto? Analiona kila mahala? Ama ni jambo ambalo amelishuhudia siku moja alafu likaondoka? Umegusia hapa kwamba sio tu kwamba wengine wameona ikiwa kwenye simu. Maana yake hii sasa, haya madhara limetokea labda siku 4, 5, 6 zilizopita, lakini bado linaendelea kuzunguka. Kwa hili mtoto analiona kama vile jipya. Yaani wakati unamuonyesha leo analiona kama jipya, kesho ataangalia tena kama jipya. Tayari linaanza kujenga athari kwenye moyo wake. Na hizi athari mara nyingi zimegawanyika. Sisi kisaikolojia tunasema ukatili wa namna yoyote ambao unafanyika kwa mtoto ama kwa mtu mwingine yoyote umegawanyika kwenye makundi matatu, na uponyaji wake unategemea huyu mtu ameathirika sehemu gani. Yuko mtu ambaye anaathirika kwenye mwili. Kuna ukatili aliyofanyiwa ameathirika kwenye mwili. Yawezekana hizi risasi kuna mtoto zimemgonga kwenye mguu wake ama kwenye ngozi yake. Hii baada ya muda ngozi itapona na itarudi kwenye hali yake, atasahau haraka kwa sababu imerudi, imepona. Lakini kuna madhara ambayo yanakwenda kwenye moyo moja kwa moja. Haya yanapona, lakini yana muda wake wa kupona. Yanachukua muda mrefu kidogo kupona. Sasa iko ile ambayo inakwenda kwenye hisia, kwenye nafsi. Ile changanya madhara yale ambayo mtoto anayapata kwenye ukatili wa mwili, chukua madhara yale ambayo mtoto anayapata kwenye moyo, ndo madhara yanayotokea pale ambapo mtoto ameathirika kwenye nafsi ama kwenye hisia. Sasa hili lililotokea, watu watapona ama watoto watapona kwa namna tofauti tofauti, lakini pia kwa muda tofauti tofauti. Yule aliyeshuhudia limeenda kwenye nafsi moja kwa moja kwa sababu limemgusa. Na kuna mwingine yawezekana ameshuhudia kwa sababu mzazi wake ameanguka mbele yake. Na tumeona picha zikiwa zinatoka na mzazi anaanguka mbele ya mtoto. Huyu mtoto kupona anahitaji muda mrefu kuliko yule ambaye anaangalia kwenye simu. Haijamgusa moja kwa moja kwa sababu ile inaweza ikaenda tu kwenye moyo. Sasa huyu imeenda kwenye mwili, imekwenda kwenye moyo na imekwenda kwenye hisia. Uponyaji wake unahitaji muda pia kidogo. Kwa kabla hatujaenda huko mbali kusema hawa watu sasa tunawasaidiaje ama wazazi, kwa sababu hapa tunawazungumza hasa wazazi. Hata kama watoto wanatusikiliza wanaweza wakatusikiliza, lakini ambaye anapaswa kutuchukua zaidi ni mzazi ama mlezi, kwa sababu yeye ndiye tutakayemuomba amsaidie huyu mtoto ili aidha apone kwa haraka. Sasa jambo la kwanza tunasema kiwewe cha namna yoyote, ili jambo lililotokea likiwemo linakwenda kwenye pati ya ubongo tunaita kitaalamu inaitwa amygdala au amygdala. Amygdala. Aha. Pati ya ubongo inaitwa amygdala. Kazi ya hii pati yenyewe ni kudetect kila aina ya uhalifu unaokuja, kila aina ya tishio unaokuja kwenye mwili, iwe kwenye mwili, iwe kwenye hisia ama kwenye moyo. Ndo kazi ya huo ubongo. Sasa hii kazi, hii sehemu ndiyo iliyoathirika zaidi kuliko sehemu zingine zote kwenye tukio lililotokea. Kwa sababu hizi sehemu zinaathirika kulingana na ukatili ama tukio
ama janga lililotokea kwa wakati huo. Sasa kwenye janga letu tutakuwa tunazungumzia sana hapa, kwa sababu ili tuweze kwenda kumtibu huyu mtu kwamba aweze kusaidiwa kwa namna gani, ni lazima tujue ameathirika kwenye kipi. Sasa hii ndiyo ambayo kila kukiwa na aina yoyote ya fujo, ya tishio kwa mtoto, hii part ndio inamwambia hapa pana tishio. Hata mtu mzima, hii part ni kama alamu ya kwenye ubongo, kwamba umeweka alamu yako uamke saa 10. Ikifika saa 10 ile alamu lazima italie na kualert wewe kwamba bana, tayari ule muda uliokuwa unataka kuamka umefanyaje? Umefika. Na wewe unaamka. Ndicho kinachotokea. Na ndugu yangu Nchimbi, yawezekana pia umewahi kung'atwa na nyoka, ama kama haujawahi umewahi kushuhudia mtu aliyeng'atwa na nyoka. Mtu aliyeng'atwa na nyoka hata akiona unyasi unatikisika anahisi huyu ni nyoka, anaweza akaanza kukimbia. Kwa sababu pati yake ya alamu imekuwa disturbed kwamba hapa palikuwa na hatari. Sasa kama hapa palikuwa na hatari, akiona tu kiashiria cha namna yoyote kwamba inaweza ikatokea hatari, hii sehemu inamwalert moja kwa moja kwamba hapa kuna hatari, ondoka. Kumbe ni unyasi tu, labda ni upepo umetikisa unyasi. Kwa nini? Kwa sababu amegongwa na nyoka. Ndicho kinachotokea sasa hivi, kwamba sasa hivi watoto hata akiona ngoma ikigongwa ama ndoo ile ambayo zamani alikuwa anaona ni kawaida, labda kuna jambo linaendelea, sasa hivi haoni kama kuna jambo linaendelea, anaweza akakimbia akaenda kujificha uvunguni. Kwa nini? Kwa sababu liko tukio ambalo amelishuhudia, ambalo bado kichwani mwake linaendelea kuzunguka. Kwa hii pati ya ubongo ama hii sehemu ya ubongo inamwalert kwamba lile tukio ulilolishuhudia linakuja tena. Huyu asiposaidiwa kwa haraka, kuna muda unaweza ukamkuta ameanza kuwa chizi, anaanza kuugua uchizi. Kila sehemu ambayo ina kelele ya namna yoyote sasa hawezi akaenda. Yeye atakachotaka ni kujifungia ndani na amejiziba masikio. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kinamdisturb kwenye ubongo wake. Hiyo ni part namba 1. Lakini pia part namba 2 tunaita hippocampus. Hii ni sehemu ya pili, kitaalamu inaitwa hippocampus. Sehemu hii kazi yake kubwa ni kukusanya taarifa, lakini pia na kuzitunza. Ziwe taarifa nzuri ama mbaya, inakusanya na kuzitunza. Inapatikana kwenye medula. Sasa hii taarifa ambayo mtoto sio tu kwamba ameipata kwa kuisikia, ameipata kwa kuiona, ameitunza. Hata kama sasa hivi mzazi ambaye unanitazama unamuona mtoto wako yuko kawaida, muda mfupi ujao unaweza ukaanza kugundua sasa anaanza kuretrieve, anaanza kutoa kile alichokitunza. Na hii ripoti hizi anazozitunza haiwezekani kudelete. Inawezekana. Tutaenda huko sasa kwamba zinakufaje hizi, kwa sababu huwezi kudelete kama tunavyodelete kwenye kompyuta na highlight alafu una delete. Hii sasa ni hatua ambazo na leo kipindi chako nadhani kitawaponya wazazi walio wengi walio majumbani. Kwa sababu hata kama hajaona huyu mtoto akiwa na kiwewe, hajaona mtoto akiwa amechanganyikiwa, lakini amekaa anaona yuko kawaida, liko jambo ambalo amelitunza mahala. Pale ambapo atarudi tu kwenye, maana kichwa cha binadamu kina tabia ya kuleta flashback, kuleta kumbukumbu. Tena inakuja bila kujua, inakuja automatic, bila kujua. Unakuja mrejesho. Unakuja mrejesho wa lile tukio. Unaweza ukakuta mtoto anaanza kulia peke yake amesimama. Analia. Unakimbia kwamba kuna kitu, unafika unakuta hamna kitu. Unaambia nini? Anasema mimi mwenyewe sielewi. Kwa nini? Lile tukio lile linaanza kurejea sasa. Linarejea. Mtoto unakuta amelala, ndugu yangu mzazi au mlezi, amelala usiku anashtuka. Haikuwa kawaida yake. Uwe na uhakika kwamba lile tukio lililotunzwa kuna muda linajirejea lenyewe hata akiwa kwenye maono. Kwa mara nyingi ndoto, ndugu yangu, kama ndugu yangu Nchimbi, hiki kitu ambacho tunakiota mara nyingi ni yale ambayo tunayawaza. Kwa hiyo ukiwaza unaokota hela, kuna muda uliwaza ukiwa huna hela na unatamani uiokote. Unashangaa unaota kweli unaokota furushi la nini? Pesa. Kama mawazo yako yalikuwa sehemu fulani, kile unachokiwaza ndicho ambacho kinakuja kukujia ukiwa kwenye ule ulimwengu ambao wewe haupo, utu wako wa ndani unafanya kazi. Kwa ndugu yangu mlezi, uone pia hicho kipengele, kama mtoto anacho basi ujue kuna jambo ambalo linatokea. Lakini pati ya pili tunasema ni ile physical imprint, ni ile hali ya kawaida ya mwili wa binadamu. Haya yanayotokea kwenye ubongo, ubongo ndio unaosukuma mwili. Yaani wewe unavyojisikia Nchimbi umechoka, yawezekana umechoka hujafanya jambo lolote. Unamwambia mtu leo sina mood kabisa. Unajiuliza hii imetoka wapi? Kumbe
Yako mambo mengi sana ambayo yamejikusanya kwenye ubongo yakaufanya mwili uchoke. Hili pia ni miongoni mwa vitu. Ukiona mtoto analala muda wote, amechoka tu muda wote, amefanyaje? Usije ukadhani kwamba labda ni uchovu wa kawaida. Yawezekana hili tukio limekwenda kuathiri mwili. Anakuwa mchovu sasa. Anapenda kulala mara kwa mara. Fanyaje? Anahitaji huyu tiba pia. Tutaongea hapa. Na katika hilo unajaribu kuelezea athari ambazo mtoto anaweza akawa na zionyesha nyumbani. Ambazo mzazi kwa hali ya kawaida unaweza ukadhani kwamba ni kawaida tu kwa watoto, labda amechoka kawaida. Lakini kuna vitu vya msingi sana kwa mtoto ambazo huwa zinasemwa kama ni haki zake vile. Kwa mfano, mtoto ana haki ya kupata elimu. Ni sawa kabisa. Na hali hiyo ndio imemjia. Ile haki yake ya elimu anaweza ikamwathiri kwa namna gani kutoipata. Lakini pia mtoto ana haki ya kucheza. Na hiyo anaweza kaipoteza namna gani? Na haki nyingine ambazo za mtoto huwa zinatajwa mara kwa mara, ikiwa pamoja na afya na vitu vingine. Na ndugu yangu Nchimbi, miongoni mwa solution, miongoni mwa nini cha kufanya kwenye hili tatizo ni hii elimu ambayo tunaisema hapa. Yaani mtoto anapaswa kulazimika kwenda kujamiana na watu. Kwa kama kuna mzazi ambaye bado anasema rudia kwanza tena hapo, maana ya Kiswahili hapo kimekuwa sisi kwa lugha ya kitaalamu mwingiliano wowote wa watu, yani unapotoka nje unaenda kukutana na wenzako, tunaita kujamiana na jamii ya wenzako. Maana neno kujamiana linatumika kwa namna nyingine na wataalamu. Niko namna nyingine kabisa hapa. Wana saikolojia mmekuja na maneno yenu mengine. Kwa sababu neno kujamiana ukija watu wa afya wanamaanisha kitu kingine. Ni sahihi kabisa. Lakini nyinyi wana saikolojia mnamaanisha ile kuwepo pamoja, kujumuika. Ndio kujamiana. Kwa sababu ile inaitwa jamii. Kwa unavyoenda kujiunga na jamii maana yake unajamiana na wenzako. Nataka mtazamaji wangu aelewe sawa sawa ili tusimtie katika utata ambao kwa kweli anaweza akashindwa kuungamua. Nikushukuru sana ndugu yangu Nchimbi. Huko makini sana. Sasa miongoni mwa dawa ni hii, lazima aende kuipata haki yake ya elimu. Kwa mzazi ambaye unatutazama muda huu, kama una mtoto ambaye bado unataka akae nyumbani, mtoe nyumbani. Kutoka kwake nyumbani ndio kupona kwake, kwa sababu anakwenda huko atakutana na wenzake wanasimulia na yeye anasimulia, vile anavyosimulia vitu vinatoka ndani. Na leo tunasema mtu ukiwa na jambo liko ndani limekufukuta, unapaswa kutoka ili uongee na wenzako. Linapona lenyewe. Lakini pia kuna haki umesema ya kucheza. Michezo inatakiwa sasa hivi wazazi wa encourage sana watoto wacheze sasa. Yaani hata kama ulikuwa unamnyima katuni, huu ndio muda wa kumpa ili aweze kuzichezea, kwa sababu zile zinasaidia kusahau ile kumbukumbu uliyokuwa unasema inaondokaje. Michezo kama hii inaenda kuelas kabisa hii. Kama ulikuja wahi kumtoa mtoto kwenda labda bichi akaogelee, kaende sehemu nzuri, hebu anza sasa kufanya hivyo, kwa sababu vile vinasaidia pia ubongo kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Kumbuka nimesema ile pati ya kwanza inafanya ubongo uwe kwenye alarm. Kwa unasikia tu muda wote ubongo wake unazunguka hivi. Sasa ili huo ubongo utulie ni lazima uanze kuhusisha na vitu vingine, kwa sababu ubongo wa kwetu huu ukienda kuhusisha upande wa pili unapona upande wa kwanza. Kwa maana hiyo kama upande huu ambao ni alarm unaleta shida, peleka sehemu ambazo mtoto anaweza akapata vionjo vya akili yake, itamsaidia sana kuweza kutuliza ile alarm. Kama vile mzazi ama mlezi unavyoamka kuizima alamu ikiwa inakusumbua, maana kuna muda unaweka mwenyewe alafu unaona kama inakusumbua, unaamka na kwenda kuizima, ndivyo ambavyo mtoto alamu yake iliyo ndani anapaswa kuizima kwenye yale matendo ambayo ni mazuri ambayo yeye anayapenda kuyafanya, mtoe kwa ajili ya kwenda huko. Kwa utakuwa umeitimiza haki yake kama ulivyosema ya mtoto ya kucheza, utakuwa umeitimiza haki yake ya nini? Ya elimu, haki yake ya afya. Wakati huo pia umeponya tatizo la afya ya akili ama tatizo la kisaikolojia ambalo lilikuwa linamkumba kwenye janga lililotokea. Ndio ndugu yangu, tuko na kupata vizuri. Naam. Na wakati hizi unazielezea ni namna ya kuweza kumponya mtoto. Naam. Namna kumrudisha mtoto katika hali yake ya kawaida. Naam. Wakati unaelezea hili kwenye jamii yetu tuna wadau wengi wanafanya jitihada hizo za kuhakikisha mtoto anarudi katika hali yake ya kawaida kutokana na jambo hilo. Hata mamlaka mbalimbali zinasema sasa jamaa watu warejee kwenye shughuli zao za kawaida, na watoto nao wanatakiwa warejee kwenye shughuli zao za kawaida. Sasa hapo unawaambia nini wadau ambao mara nyingi wanaishi na watoto, wanafanya kazi na watoto,
ili nao wawe ni sehemu ya kuwarudisha watoto katika hali ya kawaida. Na hapa niwapeleke kwenye baadhi ya vitu ambavyo yawezekana huwa hawavifanyi kwa watoto wao. Unataka kuwapeleka kwenye vitu ambavyo yawezekana wanaotutizama hawavifanyi kwa watoto wao, kwa kuamini kwamba yawezekana umri wao haujafikia maamuzi hayo. Aha. Sasa wakati tunakuja huko, ngoja kwanza tuende kwenye mapumziko mafupi, alafu tukirejea uje na hayo mambo, kwa sababu mimi nipo makini sana kuyasikiliza ili nipate lile dukuduku ya kuuliza maswali zaidi ya namna gani watoto warudi katika, kwa sababu mtoto kwenye jamii huwa ni kiburudisho kwa wazazi, kwa walezi. Mtoto ukimwona anacheza anaruka, na sisi wengine tunafurahi. Kwa hiyo twende kwenye mapumziko mafupi, mpenzi mtazamaji, alafu tutarejea hapa. Tafadhali usiondoke, baki pamoja nasi. Na mpenzi mtazamaji, nikushukuru kwanza kwa kuendelea kubaki pamoja nasi katika Kahawa Chai sehemu ya pili, meza ya majadiliano. Kumbuka tu leo tunaye hapa Mwalimu Robert, mwana saikolojia, lakini ni mkurugenzi wa shule huria ya Yoshua Open School ambayo ipo ndani ya chuo cha utalii campus ya Temeke. Na umemsikia kwa vya kutosha, umeelewa mambo mengi, lakini mwalimu, naam, swala zima hapa mtazamaji wangu angependa kujua sasa zaidi namna gani anatoka huku aliko anarudi katika hali yake ya kawaida. Mamlaka zilizopo zimekuwa zikituhimiza sasa hivi, kwa watu tulikuwa tuendi kazini, sasa hali imerejea, turudi katika hali yetu ya kawaida, tuendelee kufanya kazi na mambo mengine. Sasa watoto nao walikuwa hawaendi shule, wameanza na wenyewe kwenda shule. Walikuwa hawachezi tena huko nje na kwenda kumtembelea rafiki na nini. Sasa wazazi kidogo wanaanza kuwaruhusu watoto wao waanze kucheza. Labda sasa nikupe nafasi ya kueleza zaidi kwamba namna gani au hatua gani zinapaswa zichukuliwe ili kuwaponya watoto warudi katika hali yao kawaida, kama wale walioathirika waweze kuepukana na hali ambayo pengine inaweza kuwakuta ikawa mbaya zaidi kwao. Nikushukuru ndugu yangu Nchimbi. Na hapo nadhani ndipo ambapo mzazi anapataka sana, kwa sababu anaye huyu mtoto na ameona yawezekana viashiria hivi ambavyo tulikuwa tunavisema. Sasa anawaza msije mkaishia hapo hapo TV ikawa imezima, sijapata namna ya kufanya. Kwa pia imekuja vizuri sana. Tuna mambo machache ambayo mzazi ama mlezi ama mtu uliye jirani na mtoto aina yoyote, usije tu ukasema huyu ameathirika kwa kuona, hata yule ambaye yawezekana ameathirika kwa kuto kushuhudia, labda amesimuliwa, na yeye pia anahitaji kupona. Jambo la kwanza sisi tunasema hawa watoto waruhusiwe sasa kwanza kuongea, kupiga story, kuongea. Waruhusiwe kwanza kupiga story na watu kama hajatoka, na sasa hivi umesema wametoka. Na kwa nini serikali inahimiza watu watoke? Lengo lao ni kwamba hii tension isiendelee kuwepo, kwa sababu mtoto akiendelea kukaa anaanza kujiuliza, sasa kwa nini tunaendelea kukaa? Kwa nini tunaendelea kukaa? Ubongo wako unaendelea kubaki kule kule ulipokuwa. Kwa hiyo watoto watoke ili waende sasa waanze kusimulia story ya vitu vingine. Kwa hiyo muencourage mtoto, hata kama hana ka story, hebu muombe akusimulie ka story kokote. Story tena ambayo au hizi tena ambapo mambo yale au anaweza ni stories za namna gani sasa ni nzuri kwao. Hatutamani kuwarudisha kule, lakini hata kama hiyo experience aliyoiona hajawahi kuisimulia, mruhusu akusimulie. Yaani hicho alichokiona kimekaa ndani, kitatoka kwa kuongea, si kimeingia kwa sauti, kinapaswa kutoka pia kwa sauti. Kwa hiyo ni vizuri wakasimulia. Asimulie nini ameona, amejifunza nini. Wakati anasimulia mtoto anapona mwenyewe ndani. Kusimulia huko anaweza akasimulia kwa kuandika. Mzazi unaweza hata ukamwomba akuandikie tu. Unaweza ukamwomba akucholee picha ya kilichotokea anachokiona. Wakati anachola kuna kitu anakitoa kwenye mwili wake. Yaani kuna sumu tunasema anaitoa. Anahisi ile sumu iliyokuwa ndani ameitoa, ameiweka kwenye karatasi ama ameiweka kwenye maneno. Hili jambo linamtoka. Kwa tunatamani wazazi sasa
kama ulikuwa ufanye. Ni vitu ambavyo inawezekana hujawahi kufanya, lakini vya msingi sana kwenye hali kama hii tulionayo. Mtoto analo jambo ndani. Anatamani wa kuongea naye. Kuna muda hapo mtoto anakuwa na mambo mengi ndani. Kwa mfano kipindi hiki bila shaka watoto watakuwa na mambo mengi ndani. Na huwa wanauliza sana maswali watoto ujue. Na wakati mwingine wanauliza maswali magumu sana kwa wazazi. Wazazi wanapaswa kufanya nini wanapopokea maswali ya watoto wakati huu? Tunatamani wayajibu maswali kwa namna ambayo ni chanya, kwa sababu maswali yanaweza yakajibiwa kwa namna mbili. Hata lije swali gumu kwa kiwango gani ambalo yawezekana huyu mtoto ukimjibu kwa vile linavyotakiwa anaathirika. Sasa sisi hatutamani umjibu vile linavyotakiwa kama limekuja kwa namna ambavyo inaenda kumwathiri tena ubongo wake. Tunatamani utumie mbinu zaidi na zaidi kuweza kumuelewesha nini kinatokea. Mimi nikiwa mtoto nimewahi kumuuliza mama yangu anatoa wapi watoto. Lilikuwa ni swali gumu na hawezi kuniambia kwa sababu sikufikia umri wa kuyajua watoto wanatoka wapi. Alichoniambia kulikuwa na mto. Ulikuwa na jiwe kubwa sana. Akasema watoto tunaenda kufukua kwenye lile jiwe. Nikasema basi naomba na mimi niende. Akasema nguvu huna, uwezi kuliinua jiwe ukachukua nini mtoto. Niliamini hivyo mpaka pale nilipokuja kupata utashi. Kwa kumbe watoto huwa wanatuamini sana. Kwa hata akikuuliza swali gumu ambalo linataka kumrudisha kule, wewe mchengeshe, mpe namna ambayo itamsaidia kupona. Ndicho ambacho wazazi wanapaswa kufanya sasa hivi. Lakini jambo la pili, ndugu yangu, tunasema kama unaona hali imekuwa ngumu, waone wataalamu pia. Ni jambo la pili la kuweza kuwaponyesha hao watoto. Wataalamu wa aina gani? Wataalamu wa ushauri, wataalamu wa afya, hao madaktari, kwa sababu pia wanasoma saikolojia, lakini pia wataalamu wa saikolojia kama uko nao jirani, nenda tu kama mnatembea na mtoto. Muende. Kuna vitu huyu atavifanya vitamsaidia sana mtoto aweze kutoka huko. Lakini jambo lingine ambalo ni la msingi, hebu mtoto afanye baadhi ya maamuzi ambayo hajawahi kuyafanya. Ndugu yangu ambao unanitazama, hebu leo muulize mtoto wako, hujawahi kumuuliza leo nyumbani papikwe nini? Hebu muulize anataka kupikiwa nini nyumbani. Leo familia ile ni. Usifikiria sana kwamba hali ya uchumi ukoje. Wala usifikirie. Mpe tu nafasi. Hata akisema kitu chochote, wewe uliza tu, yani mpe nafasi ya kumuuliza ili naye ajione kumbe ana umuhimu kwenye hii familia. Penzi mtazamaji, umesikia hilo? Mpe nafasi mtoto aulize kama atakwambia chipsi kuku. Leo familia ile nini? Lakini pia kama ulikuwa unamchagulia nguo za kuvaa, leo mruhusu akachague mwenyewe kwenye begi. Kama ulikuwa unamkataza kwamba hamna nguo nitakuchagulia mimi. Hii sijui ni ya sherehe, maana kuna sehemu zingine kuna nguo huko tulikotoka kuna nguo za sherehe na kuna nguo za kwenda kucheza na kufanyaje. Mpaka siku hizi ipo. Sasa mtoto kuna nguo anaipenda ambayo mara nyingi yeye akitaka kuvaa wewe unamkataza asivae kwa sababu ataichafua, ni ya sherehe. Hebu leo mwambie aende yeye. Mwambie tu nenda kwenye begi lako kachague nguo unayotaka. Yoyote ile unayotaka. Yoyote unayotaka kuvaa. Hiyo itakuwa na lengo gani? Inamponya kwa sababu kwanza anajenga imani. Huyu mtoto ameanza kupoteza imani. Huyu mtoto amepoteza imani moja na usalama wake. Kwa kichwani mwake kuna vitu vingi sana vinaendelea. Kwanza mtoto huwa anaamini sana baba au mama pale nyumbani ndio wa kumkimbilia. Yaani akifika kwa baba usalama nini? Kila kitu. Inamaanisha kipindi hiki anaweza kawa amepoteza ile imani kwa baba kwamba ndio usalama wote uko pale au kwa mama. Akili yake sasa hivi haijapoteza kwa baba na mama peke yake. Kwa kila mtu anayemzunguka, mpaka mazingira yanayomzunguka. Huyu mtoto aliaminishwa na anasoma kwamba vyombo vya dola, vyombo vya usalama kazi yake kubwa ni kumlinda. Leo ameona upande wa pili wa hivi vyombo. Imani yake haipo tena. Kuna mtoto ambaye ukimuuliza future yake akiwa darasani alikuwa anasema mimi nataka kuwa police officer. Ukirudi leo ukamuuliza yawezekana akawa amebadilisha huo msimamo. Kwa nini? Kwa sababu aliamini kazi nzuri aidha ya vyombo vya dola inavyofanya. Kwa akiona inapiga watu vilungu, anaanza kuwaza kichwa chake kina. Kwa sasa hivi sio tu kwamba haamini wale wanaomzunguka, wale wazazi wake. Haamini hata mazingira aliyopo yeye mwenyewe, kwa sababu yale mazingira ambayo zamani alikuwa anaona ni salama, sasa hivi kwake anahisi kama vile sio salama. Sasa unaanza kumrudisha taratibu kwa kumjengea ubongo wake kwamba kumbe bado mimi naaminika. Kwa sababu yeye anavyojiona vile anahisi bado hata wale wanaomzunguka hawamwamini kama vile yeye ambavyo hawaamini. Kwa ukianza kumrudishia kwamba hebu fanya hiki, hebu njoo, hebu sema neno hapa nini? Kumbe naaminika.
Kumbe kile ninachoamini ndani yangu sio wanachoamini hawa wanaonizunguka ambao ndo wakubwa wangu, kwa sababu watoto wetu hawa huwa wanajifunza mengi sana kwa wale wanaowazunguka. Jambo lingine ambalo wanajifunza ni namna ambavyo wanajiamini na wanavyoaminika kwa hao watu. Kwa hii inamponya haraka sana, kwa sababu ubongo wake unaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida kwamba kumbe hiki ninachowaza, hiki kiwewe nilicho nacho ndani, huku kuto kujiamini kwangu, kumbe bado kuna mtu ananiamini kumbe bado kuna mtu anaweza akaniambia hiki nifanye mimi ambacho sijawahi kufanya. Kwa mzazi unamtengenezea mtoto kujiamini. Yaani unamtengenezea mtoto wako kwanza kujiamini, kile alichokiweka ndani, kuto kujiamini yeye mwenyewe na kila kitu kinachomzunguka, sasa anaanza kukirejesha. Ndio maana tunatamani wazazi wafanye haya. Lakini jambo lingine ambalo mzazi unapaswa kulifanya kwa nguvu zote ni kuto kumrudisha mtoto kwenye lile jambo letu. Aidha kwa kuona majanga au vitu janga lile ambalo limetokea, sasa analiona kwenye TV, umewasha hapo, analiona kwenye simu yako, umetunza baadhi ya picha, linamrudisha. Hata kama alikuwa ameanza kupona, anarudi tena kwenye hali ile aliyokuwa. Anaanza kuwa na wasiwasi wa kupita kiasi, anaanza kutishika tena ndani. Kwa tunaomba wazazi, kama mpo na simu zenu ambazo ndani yake inawezekana mmehifadhi hayo matukio, yafuteni kabisa. Kama la hamwezi kuyafuta, basi msiwape watoto simu kwa muda fulani, kwa sababu watoto wetu wana akili kuliko sisi. Wao tunasema ni native wa kizazi hiki cha dijitali, yaani ni wazawa wa kizazi cha nini, cha kinaitwa nini cha dijitali cha kisasa, au ni kizazi gani hiyo? Ndio nasema hiyo dijitali, kizazi cha kisasa cha dijitali. Wao wamezaliwa humo, tofauti na sisi. Kwa wao ukimpa simu, wewe kuna vitu ambavyo huvijui, yeye anaweza akakuonyesha na ukamshangaa sana. Umri wako wa miaka 6 hiyo miaka 7, akakuonyesha baadhi ya vitu vilivyo kwenye simu wewe hujawahi viona. Kwa nini? Kwa sababu yeye amezaliwa kwenye hii dhana. Kwa hiyo usije ukadhani umeificha, umeweka umeweka nini, usimpe mtoto simu, ama futa kabisa vitu ambavyo vinaweza vikamfanya huyu mtoto arejee tena kwa kuviona vitu. Tunatamani umrejeshe kwa kusimulia. Hapa nilivyosema, maana yake mzazi anaweza sasa akachanganyikiwa kwamba ndio mbona unatuambia tena watusimulie juu ya hilo tukio? Wanapokusimulia hamezi, anatoa. Yaani anapoandika ile story ama anapochora picha anatoa. Lakini anapoangalia anatizama, anameza, anaweka tena. Kwa unaweza ukawa umemsaidia kutoa, alafu kwa muda huo tena unamrudisha, anakuja kuvirudisha tena ndani. Ndio maana anasema ruhusuni watoto wasiangalie simu, ama kama kuna kipindi cha TV ambacho kinatoka pale kinapita pale, sogeza mbele. Na ndio maana pia hata mkiwa mnaangalia, labda mmekaa na watoto sebuleni, mnaangalia movie na unaona kuna jambo ambalo sio mahadhi ya mtoto, aidha utapause ama utazima ama utasogeza mbele. Ndio maana tunasema mzazi lazima ukae, mkiwa mnaangalia movie yoyote ama TV, mzazi lazima ukae na remote wewe, kwa sababu kuna baadhi ya matukio utasema hili basi huyu kulimeza, anapaswa kulitoa, unalisogeza. Kwa wazazi, msiruhusu watoto warudi tena kuangalia yale matukio ambayo yametokea. Tutakuwa tumetumia nguvu nyingi sana kuwaponya hapa, lakini bado tutakuwa tunawarudisha kule kule. Kwa hiyo pale kwenye kumwambia mtoto labda leo kachague nguo unaitaka, lakini kwenye TV kama ulikuwa unamnyima remote, unamwambia leo nakupa remote, chagua channel yoyote unayotaka, hiyo sio nzuri. Sasa hiyo nadhani iwe na limit, kwa sababu kuna channel ambazo watoto kwa maadili yetu na maadili yetu hazipaswi kunani. Kwa tunatamani achague vile vitu ambavyo havitoenda tena kwenye athari, kwa sababu ukimpa remote akachagua alafu ukamkataza tena, utakuwa unamrudisha kule kule kwamba sasa mbona kama vile alikuwa anataka kunijengea hali ya kujiamini, ile wasiwasi nilikuwa nayo, mbona tena kama haniamini, anarudi tena kwenye wasiwasi yake ya yeye kutokujiamini, ataendelea kujifungia, ataendelea kukaa peke yake. Wanasema kwamba kila tukio linapotokea linakuwa na pande mbili au athari mbili, positive na negative, au unasema chanya na hasi. Sasa kuna matukio yanapotokea, hata majanga, wakati mwingine yanatufundisha kitu fulani kwenye jamii, na yanaweza yakawa yanatupatia njia ya kwenda mbele zaidi, kufikiri na kutafuta njia iliyo bora ya kusonga mbele, kupata kitu kilichokuwa bora zaidi. Sasa katika kipindi cha majanga kulikuwa na watu wengine wanasema kwamba walikuwa na shida ya kutumia mtandao, kwa mfano. Yaani yeye na simu na yeye. Kama alikuwa ni kijana tu,
simu ndo alikuwa kama mke wake. Bila simu hawezi kuishi. Sasa kipindi hiki wakaambiwa kwamba simu hazifanyi kazi tena, network hakuna. Lakini katika kipindi hiki pia kuna watu ambao walikuwa hawezi kukaa nyumbani hata siku moja, hata akiwa na mke wake hawezi kukaa na mke wake hata siku moja. Watoto wake wanamuona kwa bahati labda siku za Jumapili au siku ya Ijumaa. Wanaenda msikitini au wanaenda kanisani. Sasa kipindi hiki wamemwona baba siku zote yupo ndani na wao. Na wamemwona mama yupo ndani na wao. Lakini wakati huo kwa upande wa mwingine wanasema kwamba wale waliokuwa na addiction ni kwamba kutumia kitu, yani kuzoea kutumia kitu kupitiliza, yani zaidi ya kiasi inakuwa kama ugonjwa. Baadhi ya watu wameponywa kwa sababu kumbe wamefika mahali wanasema hivi, kumbe unaweza kukaa siku 2 bila kutumia simu na inawezekana maisha yakaendelea. Yes. Na vivyo hivyo nilikuwa najiuliza kwa watoto. Watoto kuna sasa hivi jamii yetu ilizoea sana wakati wote watoto wanatumia katuni kupitiliza. Yaani kiasi kwamba ukimwambia kwamba kaa hapo jisomee, ukitoka tu wameacha kusoma, wanarudi tena, wanafungua channel ambayo ina katuni, wanaangalia. Lakini kipindi hichi chote watoto hawakuangalia katuni. Na wao kwa namna moja wanasema kumbe maisha bila katuni. Bila shaka kimawazo yao naweza nikasema kama wale wakubwa walivyosema kwamba inawezekana. Hili unaweza kalielezaje? Limekuwa linaweza ikawa ni tiba imekuwa tiba kwa baadhi ya watu au baadhi ya watoto wameweza kuona kwamba kumbe katuni ilikuwa sio muhimu zaidi ya masomo. Umezungumza Nchimbi, umeibua jambo moja la msingi sana. La msingi sana. Na miili yetu imeumbwa kufanya kazi. Maana ukikaa muda mrefu uliyezoea kazi, hauna kazi, unatafuta kazi. Ndio maana tunasema an idle mind is the devil's workshop. Yaani ubongo ambao haufanyi kazi yoyote lazima tu utatafuta cha kufanya, kiwe chema ama kisiwe chema. Kwa hiki unachosema nilikuwa napitia kwenye mitandao pia juzi, wanasema sasa hivi akina baba kumbe ni wapishi wazuri. Yaani kuna vipaji ambavyo wake akina mama walikuwa hawavijui kwa waume zao. Kumbe wamegundua. Kumbe pia wanaweza wakasaidia kazi za kufua. Kwa sababu mwili ulikuwa idle. Hata mimi mke wangu nikamwambia usikiliza. Haya mayai unayokaanga mimi naweza nikakutengenezea omelet. Mayai yanaitwa omelet. Sasa kuna watu wameponywa kwenye ndoa zao. Kwa tunazungumzia watoto lakini kuna watu wazima pia wameponywa. Sasa hasa kwa watoto. Wazazi tunazungumza na ninyi hapa ambao ndio mnaopaswa kuwasimamia hao watoto. Kila kitu ambacho anakifanya mtoto kinapaswa kuwa na kiasi. Hizi katuni tunawapenda watoto, tunatamani wafurahi muda wote. Lakini kuna muda furaha ya mtoto ndo maangamizi yake hapo baadaye. Kwa kuna watoto pia wamepona kwenye seko yao kwa sababu hajaangalia katuni labda siku 6. Kama ulivyosema. Tabia ikishaanza, huyu sasa tunamrekodi mwana saikolojia wetu anaitwa Pavlov. Yeye anasema tabia huwa ni conditioning. Yaani ukishafanya mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu unaona ni mazoea. Ndicho kinachowatokea hawa watoto sasa hivi. Kwa kuna watoto ambao sasa hivi wanaanza kuwaza kwamba kumbe hizi katuni kumbe naona kama zilikuwa zinapotezea muda. Kwa sababu yawezekana ule muda ambao hamna network, hamna katuni, alifanya homework zote, hata zile alienda kusoma hata vitabu ambavyo hajawahi kusoma. Na kule amegundua kuna vitu kumbe vingi kuliko huko alikokuwa anapoteza muda wake. Kwa watoto wenyewe sasa hivi akili zao kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo ni positive vimegundulika. Umeongea jambo jema hapa kwamba mara nyingi kwenye mazuri huwa tunajifunza mambo machache. Ila kwenye changamoto tunajifunza mambo lukuki. Kwa nini? Kwa sababu pale ndipo ambapo ubongo unaanza kuwaza kitu kipya cha kufanya, maana ilikuwa imezoea upande wa pili. Sasa huu upande umezibwa. Ubongo hauwezi ukalala. Ubongo wetu huu, ndugu yangu Nchimbi, unaweza kufanya kila aina ya kitu ambacho wewe unakitaka. Bahati mbaya sana ni kwamba binadamu hatuutumii vizuri. Umefungwa upande huu, unaenda kutokea upande wa pili. Na ndio maana huwa nawaambiaga sana watu nikiwa nawafundisha kwamba usiwe ukawa unaishi sana kwenye changamoto unazopitia. Kwa sababu hizo changamoto ndo zinafungua mlango wa pili wa wewe kufanikiwa.
ukiziangalia kwa jicho la mafanikio. Hizi siku 6 ambazo tunasema darkness, experience giza ya network, watoto wetu, wazazi ni mashahidi. Yawezekana wamefanya vitu vingi sana pale nyumbani ambavyo walikuwa hawajawahi kufanya. Yawezekana wamesaidia kazi nyingi sana kwa sababu walikuwa hawana kazi za kufanya. Hawezi akakaa tena kwenye simu akawa muda wote tu amekaa kwenye kochi anaangalia simu. Kwa kuna muda amekusaidia kudeki, kuna muda amekusaidia kufanya hiki, kuna muda ameenda shambani, hivyo tayari vimejenga tena akili yake. Kwa tunasema kwenye saikolojia haya yaliyotokea, mbali na kwamba madhara yamekuwa mengi na au makubwa kuliko faida, lakini kuna faida ndani yake ambayo imetokea hasa kwa watoto wetu. Yeah. Kwa sababu muda watu unakimbia sana. Naam. Nitakuwa si mwenye fadhila kwa mtazamaji wangu kama sitakuuliza swali hili. Naam. Kwamba kuna athari za kisaikolojia zimetokea. Na leo tunazungumzia juu ya watoto. Naam. Lakini kwa upande mwingine, mama ni mmoja ambaye anakaa na mtoto wakati hasa watoto wale wadogo kabisa. Huyu mama akiwa amepata na yeye tatizo la kisaikolojia kipindi hiki, hata kufikia wakati mwingine amepata athari ya afya ya akili kwa mfano, anamsaidiaje mtoto wake ili arudi akae vizuri? Kwa sababu watoto ukisikiliza, watoto wengi hata siku hizi wasema mtoto hakui kwa mama. Ndio maana unaona siku hizi hata mtu mkubwa kabisa anadeka kwa mama yake, au anasema mama ni mama. Nani kama mama? Sasa kuna kina mama wameathirika kisaikolojia, lakini huyu mama anakaa na mtoto wakati wote zaidi ya baba. Wafanye nini hawa ili watoto wetu wao pia wao wakue vizuri, kwa sababu tunamtegemea sana mama. Umeongea vizuri ndugu yangu Nchimbi. Gari bovu mara nyingi haliwezi kumvuta mbovu mwenzake. Ili uweze kumponya mtu ni lazima wewe uwe kwanza na moyo wa kuponya, lakini pia uwe na afya ya akili iliyotimamu ili uweze kumsaidia huyu pia. Watoto hawa mbali na kufanya matendo yale ambayo tunawaambia wafanye, lakini mara nyingi sana huwa wanaiga sana matendo ambayo sisi tunayafanya kuliko tunayoyaongea. Kwa matendo yako wakati unamwambia mtoto afanye jambo fulani, lazima wewe akuone ukiwa kwenye hali ya kulifanya jambo hilo. Sasa kama mzazi umeathirika kisaikolojia na unatamani huyu mtoto asiendelee kuathirika, wa kwanza kupona ni wewe uliye mzazi. Bahati nzuri na bahati kubwa, sisi tulio watu wazima tuna uwezo wa kurudi kwa haraka kuliko huyu ambaye ni mtoto, kwa sababu tumezoea majanga mbalimbali, tunakutana na changamoto mbalimbali, na akili zetu ama ubongo wetu umejituni kwamba sisi ni watu wa kusolve matatizo. Yaani mtu mzima yeyote unapofikia hali ya utu uzima, watu wanaanza kukuletea matatizo ili uweze kuyasolve. Kwa ubongo umejituni kwa ajili ya kusolve matatizo ya watu wengine. Mama ni miongoni mwa viumbe ambavyo kwanza vinapokea jambo kwa uharaka sana. Jambo lolote wanaathirika kwa haraka sana, lakini ni watu ambao wanapona pia kwa haraka sana kuliko kiumbe mwingine yoyote. Kwa hawa wakina mama, kwa sababu kwa nini wanapona haraka? Maana wanajua wako watu wanaowategemea. Hivi unavyoniambia kwamba watoto wengi wanategemea kina mama, mama mwenyewe anajua hilo. Na yeye hajui tu kwamba anategemewa na mtoto. Anajua kabisa mume wake pia ni mtoto wake wa kwanza. Kwa yeye akiwa kwenye hali ya kutokuwa sawa, anaamini kabisa kichwani mwake kwamba hii familia nzima nimeiua. Kwa cha kwanza mara nyingi akina mama wanaanza kupona kwa uharaka kwa sababu ya majukumu walio nayo. Lakini hapo mwanaume ana nafasi gani ya kuhakikisha mama pia kisaikolojia anakaa vizuri na mtoto ili mambo yakae sawa sawa? Mama akifurahi anapona. Kwa hiyo baba hakikisha mama anafurahi. Kama ulikuja mtu hujawahi kumtoa out, kipindi hiki ndio cha kumtoa out. Kipindi hiki kipindi cha kama ulikuja wahi kumtoa out mke wako, ndio kipindi hiki cha kufanya hivyo. Kama ulikuja wahi kumnunulia kitu, ndio kipindi cha kufanya hivyo. Kama ulikuja wahi muuliza leo unataka kula nini, twende nikupeleke mahala na watoto wako, ndio kipindi hichi, kwa sababu anapona kwa haraka sana ukimpelekea vitu ambavyo yeye vinaufurahisha moyo. Nimekuuliza swali la msingi kuhusu mama kwa kazi kwa mtoto. Kwa sababu hata mimi mwenyewe janga lilipotokea, mke wangu kitu cha kwanza ananiambia piga simu, fuatilia wake watoto wetu wapo shule boarding, hali yao ya usalama kule ikoje? Namwambia hivi hamna shida, nitapiga sasa hivi, mimi nataka nisikie. Yes, wako hivi. Wamezaliwa. Sasa kwa hilo limenivuta na kuona kwamba kwa namna hiyo huyu ni mama mmoja, lakini ni kina mama wangapi ambao pengine watoto wao walikuwa mbali na yeye,
walihangaika kuhakikisha je, usalama wa mwanae huko ukoje. Tofauti na sisi kina baba tukasema kule kuna watu wanamwangalia. Yes, tuna hiyo namna. Tuna ule mwanaume ndani yetu kusema ngoja. Wanaopo kula nikamwambia usalama upo. Naomba nijue. Nataka nijue, piga, hakikisha pia. Yaani anataka aone kabisa kwamba umeshughulika. Nadhani akina baba wengi wanakusekandi au wanakuja kwenye idea yako au kwenye wazo lako kwa sababu wao pia walisumbuliwa kwa namna hiyo. Kwa mama yoyote ambaye hakuwa na mtoto nyumbani, akili yake haikuwa sawa. Kwa lazima tu alimsumbua kwa namna moja ama nyingine baba kwamba fanya hiki. Kwa wewe kama ulisumbuliwa, mimi pia nilisumbuliwa. Yuko mwanaume mwingine kule alisumbuliwa. Sasa ni ku stay calm, sio tena kugombeza au kufanyaje. Hiyo ndio nature yao kwa sababu wamezaliwa kujali. Kwa wanataka kujali sio tu kwa kusikia kwa maneno, kwa vitendo. Naam. Sawa, turudi tena kwa watoto sasa. Ndio. Watoto wenyewe pamoja kwamba kusaidiwa na wazazi na walezi, watoto wenyewe wanatakiwa wafanye nini ili hali zao zirudi? Watoto kama watoto wenyewe ambao unajua wengine wanaenda shule sasa hivi, wengine wao wanatakiwa wafanye nini? Watoto wote wazuri wa Kitanzania ambao ndio viongozi wetu wa kesho na ndio kina baba na kina mama wa kesho, kama mnanitizama mnisikilize vizuri. Jambo la kwanza la kufanya ni kusahau vitu ambavyo vimetokea. Ndio jambo la kwanza. Ni kusahau kabisa vitu vilivyotokea. Lakini jambo la pili, jihusisheni kwenye michezo mbalimbali, hata ile ambayo ulikuwa hujawahi kucheza. Iwe ni lede, iwe ni kukimbiza kuku, iwe ni kucheza na wenzako, iwe ni jihusisheni kwenye hiyo michezo kwa sababu michezo hiyo inaufanya ubongo ufurahi. Na ubongo ukifurahi unafuta baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinakufanya wewe ukae kwenye huzuni. Kwa usikae kwenye huzuni tena. Usilale nyumbani peke yako, jitenge, yani usijitenge na watu. Nenda zungumza na marafiki zako. Kama ulikuwa huna rafiki, huu ndio muda wa kuweza kumtafuta rafiki na kuweza kuzungumza naye kwa sababu kila umri unakuwa na lika lake ambalo mnaweza mkazungumza baadhi ya mambo. Kwa tafuta lika la kwako ambalo mnaweza mkawa mnazungumza baadhi ya mambo ili yaweze kukusahaulisha yale ambayo yametokea. Kama una kipaji chochote cha kuimba, fanya hivyo. Kama una kipaji cha kuchora, tumia muda mwingi kufanya huko. Kama una kipaji chochote, mtoto ambaye unasikiliza muda huu, fanya hivyo kwa sababu hayo yatakuwa yanakuponya kwa haraka sana. Lakini zaidi sana ni kusahau yaliyotokea. Ndio jambo la kwanza. Watoto wetu wote wengi, walio wengi, najua kwamba wana imani zao. Imani ina nafasi gani ya kuwarudisha katika kufano hapa Tanzania tunajua tu wapo Wakristo, wapo Waislamu. Lakini siku hizi tuna mpaka Wabuda na madhehebu mengine. Huko wana nafasi gani ya kuwaweka kidogo watu wakawa pengine wana imani na wao na wakashika imani zao zikawasaidia kuondoa hii hofu? Imani ni silaha kubwa sana ya kuondoa jambo lolote ambalo ni tishio ama ni hofu kwenye mwili wa binadamu. Mtoto ambaye unatusikiliza, kwa imani yako ulionayo, kila mtu anaamini kwamba lolote ambalo linatokea duniani, tunasema iko nguvu ambayo haionekani imeruhusu litokee. Na ndiyo imani inayoamini hivyo. Tunaamini kwenye Mungu ambaye hatumuoni lakini bado tunaamini. Kwa watoto, hata hili ambalo limetokea, ukiwa na imani ya kwamba Mungu amelitoa kwa sababu maalumu ya kuweza kulitoa, tayari utakuwa unapona kwenye baadhi ya vitu. Kwa sababu kama umeweza kuamini kwenye vitu vingi sana vilivyo kwenye imani ambavyo hatuvioni, amini na hili kwa matendo kabisa. Nenda jikite kwenye imani yako, lakini pia mshirikishe Mungu kwenye siri. Tunasema kuna namna ambavyo unaweza kuongea na Mungu wako sirini. Jifunze hilo kwa sababu huko pia yawezekana ukapata majibu mengi sana, mtoto, ambayo ulikuwa hauyajui kwenye dunia hii. Kwa hata hili lililotokea, nenda jifungie, muombe Mungu wako akuonyeshe njia ipi ambayo unaweza kutoka. Ukikaa vizuri na atakuonyesha njia kweli na utatoka. Imani na mchango mkubwa sana, ndugu yangu Nchimbi. Kwa nini? Kwa sababu ndio ambayo inamkuza mtoto. Kwa sababu kwenye imani huwa tunaamini kila kinachotokea ni mpango wa Mwenyezi Mungu ambaye hatumuoni. Sasa hata hili lililotokea ni mpango pia wa Mwenyezi Mungu na atalitoa kwa namna yake. Tuamini hivyo kwamba yeye ameliruhusu na atalitoa kwa namna yeye anayoweza, ili tusiendelee kufikiria sana sasa tunaishije, sasa tunaenda wapi. Yuko huyu aliyejua ambaye yeye haonekani, anaweza kila kitu. Sawa. Mwalimu mwanasaikolojia, Mwalimu Robert. Nimegundua kwamba una kipaji wewe. Kipaji sio kimoja. Vingi. Nikushukuru sana kwa haya mambo mengi ambayo umeyaeleza siku ya leo. Na hasa kuwagusa watoto wetu. Watoto wanaenda kuponya. Kwa maelezo uliyoeleza, watoto wetu wanaenda kuponywa siku ya leo
kutokana na maelezo ambayo ameyatoa Mwalimu Robert. Walezi, wazazi, bila shaka mtayafuatilia haya aliyoeleza kwa makini zaidi, ili watoto wetu wapate furaha. Furaha huwa inarudisha ile hamu ya kutenda mambo mengi sana, ikiwa pamoja na hii haki za mtoto kama elimu, mambo ya afya, kucheza na kushirikiana na jamii kwa ujumla. Kwa nikushukuru sana, nikupe nafasi ya hivi, unaweza kusema neno moja tu? Huu nao ni ufundi, kusema neno moja ambalo linaeleweka. Karibu. Asante ndugu yangu Nchimbi. Amani inatakiwa na ndio kila kitu ili tuweze kuishi. Lakini inawezekana kuna msikilizaji ambaye atatamani pia kupona kwa namna ambayo tuna kipindi kifupi, ni dakika lisali moja, anaweza akataka pia mawasiliano kwa namna ambavyo labda mtoto anasumbuka kule nyumbani. Labda uniruhusu pia niwaambie namba yangu ya simu, ili kama kuna mzazi ambaye anahitaji kuuliza kwa namna yote ambaye mtoto wake anamuona anapitia jambo fulani na anataka kujua nini afanye, basi namba yangu ni 0752 0752 998890. Lakini kwa wakazi wa Dar es Salaam ninapatikana Chuo cha Taifa cha Utalii, kampasi ya Temeke. Karibu sana, ofisi zetu ziko wazi kwa namna yoyote ndugu yangu chini. Na mpenzi mtazamaji, kama ulivyomsikia Mwalimu Robert, yeye ni mwanasaikolojia mzuri mkubwa, na hasa akigusa watoto hapo mwenyewe utapenda. Na vile vile kama hivyo ni mwalimu, maana yake anakuwa na watoto vijana siku zote. Hapo ukigusa watoto vijana, hapo ndo mahali pake. Kwa hiyo nikushukuru sana kwa elimu hii uliyoitoa siku ya leo. Asante sana. Hii elimu wanakuwa wanasema hivi, primary target imekwenda kwa watoto, lakini secondary kwa wazazi. Na sisi wote ni wazazi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutuelimisha kwa hilo. Siku nyingine nikikualika, usiwe na sita, uje tu moja kwa moja na kuja Nchimbi hii. Naomba nipokee hilo kwa sababu tunajenga taifa ambalo ni la Watanzania. Nimelipokea hilo mheshimiwa. Sawa, tupo pamoja. Nikushukuru sana. Asante sana. Wakati mwingine ndio tupo pamoja. Shukrani sana. Asante. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, na kufikia hapo basi tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Kahawa au Chai, sehemu ya pili, meza ya majadiliano. Kumbuka tu kwamba leo tulikuwa tukizungumzia juu ya athari za kisaikolojia kwa watoto, hasa wakati wa majanga, na tumegusia mambo mengi, ikiwa ni pamoja na yale ambayo yametokea hapa kwetu nchini, hasa kwa watoto na namna gani basi wameathirika, lakini wakati huo namna gani unaweza kupona. Mwalimu Robert, mwana saikolojia wetu, ameeleza vyema sana namna gani watoto wanaweza wakaponywa wakabaki katika hali yao ya kawaida. Kadhalika sisi walezi na au wazazi tunatakiwa tufanye nini, wajibu wetu nini kwa watoto, basi tuchukue hatua ili mambo yaende sawa. Mimi naitwa January Nchimbi, kwa niaba ya wenzangu wote ambao wameshiriki kuhakikisha kipindi hiki kinakwenda sawa sawa, na kutakia kila laheri, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa Television Tumaini. Bye bye.